muziki wa singeli, labda kwa maana ya kwamba amejaribu kuhangaika na muziki wa singeli for a while, lakini pia ndiye mwenyekiti wa mameneja wote Tanzania. Mimi swali la kwanza ambalo ningependa kumuuliza meneja Kandolo, ulikuwa wapi? Kwa sababu singeli imeanza muda mrefu. Na jina lako inawezekana limesikika kwa masikio ya Watanzania wengi miaka ya hivi karibuni. Sikudogoshi kwamba hukuwa unafanya mambo huko nyuma, hapana, lakini namna ambavyo jina lako lina sound, kazi unazofanya zinavyoonekana, safari unazosafiri, wadau unaoshirikiana nao, ni kama hatukuwa tunaona hapo nyuma kidogo wakati singeli inaendelea kufanya vizuri tu. Meneja Kandolo alikuwa wapi? Nini kilimsukuma kuja mbele kwa nguvu zote ambazo tunaziona kutoka kwake? In fact kwanza mimi nilikuwa nyuma pazia zaidi, kwa sababu kipindi kile tunapush singeli, unajua tulikuwa tunapush katika wakati ambao unahitaji vitu vingi, na mimi napenda sana kutumia akili sana kuliko kutumia muonekano makelele. Kwa hiyo mimi ndo meneja wa kwanza kummanage Msagasumu. Msagasumu unajua kwenye game sasa hivi anatimiza miaka 19. Kitambo mimi ndo nimeanza naye. Kwa hiyo unaweza ukaona na singeli sasa hivi kwenye mainstream ina miaka 10. Mimi niko na zaidi ya miaka 10 kwenye singeli. Kwa hiyo sio wajana, sio wajuzi, sio leo, vizazi vingi unavyoona leo vya singeli vimepita kwenye mikono yangu, vimepata ushauri wangu. Kwa hiyo sisi tumeanza kufanya enzi zile, wakina Snura wamepita kwenye studio yangu, Majanga amerekodiwa pale, nimevurugwa, umeelewa? Yaani mama na mashine yote yale, Shemeji na Ntega. Kwa hiyo sisi tulianza kwanza kutengeneza miundombinu, kwa sababu tulishaona kuna kitu kikubwa kinatokea. Kwa hiyo tulikuwa tuna invest kwenye infrastructure zaidi, kuona namna gani tunaweza tukaweka mazingira ambayo siku tukitokea kwa watu watatuelewa. Kama hivi ambao tumetokea leo, unasema bwana, kama vitu kama vimetokea vingi, sio vitu vimetokea vingi. Mipango ni mingi ambayo moja hapo ni swali la leo ambao umetuuliza. Yaani mipango ni mingi mpaka tumefika leo kwenye Singeli to the World, kwa sababu mimi nimesafiri kwenda Europe kwa ajili ya singeli karibu miaka 6 iliyopita. Yani naenda Europe kwenye vikao kwa ajili ya singeli, sio kwenye show, vikao kwa ajili ya singeli. Kwa hiyo unaweza kaona tumeanzia wapi tumefikia hapa. Na nini kilikutoa sasa kutoka kusema kwamba sitaki kazi iongee tena, acha Kandolo akae mbele na kuizungumza singeli? Uliona nini, ama lipi lilikuridhisha kusema sasa ni wakati sahihi? Mwanzo kwanza tulikuwa tunatanguliza sanaa yenyewe, ndio maana uliona tulitanguliza sana wasanii. Na baada ya kutanguliza wasanii tukaona kuna perception nyingi kuhusu muziki wetu wa kiuni na nini. Kwa hiyo tukaona wasanii pia wanavyojieleza kama maelezo yanakuwa hayatoshi. Kwa hiyo tukasema sasa sisi wasimamizi ambao tunadhani tuna picha kubwa, tutoke tuwaeleze, tuwaambie Watanzania kwamba muziki una upekee gani, kwa nini wanabidi waupokee, na kwa nini wanabidi wa support. Kwa hiyo tuliona kwamba kuna haja ya kuongeza knowledge, kwa sababu wasanii wetu Mungu amewajalia vipaji. Na siku zote kama ninavyosema, unajua Tanzania tuna good artists wengi, lakini hatuna great artists wengi. Good artists? Tuna wasanii wazuri wengi, ila hatuna wasanii wakubwa wengi. Kwa hivyo moja kati ya shughuli zako ni kutengeneza wasanii wakubwa kwenye singeli. Hiyo ndio role yangu kubwa zaidi. Umefikia asilimia ngapi mpaka sasa? To be honest, mpaka sasa hivi unajua hatuna msanii mkubwa wa singeli. Yes, tuna wasanii wazuri sana wa singeli. Tafadhali bwana. Serious, I'm telling you. Hatuna wasanii wakubwa wa singeli. Hatuna msanii mkubwa wa singeli. Bongo Flava good enough, wana wasanii wakubwa wachache wa singeli. Waamini wa Bongo Flava. Kwani ukisema msanii mkubwa wa singeli unamaanisha nini? Msanii mkubwa ni vision. Umeelewa? Maono ya kipekee. Unajua wasanii wazuri wanacheza kwenye eneo lao la Mungu aliwajalia, vipaji walivyokuwa navyo tu. That's a good artist. Yani msanii mkali anajua kuimba, that's it. Huyo ni msanii mzuri. Ana concentrate zaidi namna anavyoitengeneza sanaa yake, that's it. Msanii mkubwa anatengeneza mazingira ya namna anawezaje kuvuka mipaka, anawezaje kuwa na ndoto kubwa zaidi ili aweke alama kwenye ndo maana unaona kama tumeona kwenye Trace. Wasanii wakubwa walikuwepo kule. Lakini huoni kama good artists walibaki huko? Huoni kama utakuwa huwatendei haki? Kwa sababu kama msanii kazi yake kubwa ni kuhakikisha kazi yake ya sanaa inakuwa bora, hiyo kuwa mkubwa, ndio maana tuna team, ndio maana tuna watu nyuma yetu ambao wanapaswa kuifanya hiyo kazi kwa usahihi. Meneja wa kwanza msanii ni msanii mwenyewe. Meneja wa kwanza msanii ni msanii mwenyewe. Kwa hiyo unataka kuniambia Kandolo meneja msanii anatakiwa aingie studio aimbe, anatakiwa angalie kwamba atafikaje huko mbele? Unaelewa nikisema meneja wa kwanza msanii ni msanii mwenyewe? Nieleweshe. Mtu wa kwanza kubeba maono ni msanii mwenyewe. Sisi managers tunakuja kusupport maono ya yule msanii, sababu msanii ndo muumbaji.
yeye ndo anaumba craft, anaumba hiyo sanaa, anaona mipaka na ukubwa na sanaa yake. Kwa hiyo sisi anakuja kutuambia vision, tuna share ideas. Asa sisi most ni expertise. Unajua sisi tunasomea biashara, tunaona namna ya kumtanulia. Sasa yeye ndo ana maono original ya kwamba anataka kufika wapi, anataka. Unajua kuna wasanii they want to be in Dar es Salaam, that's it. Unajua kutana na msanii ambaye yeye anakuambia mimi nishakuwa Tanzania, it's more than enough. Inatosha kabisa. Sasa akikutana na manager ambaye anataka kumvusha mipaka, inakuwa mtihani. Nakuelewa, lakini ukiniambia kwenye maono si dharau, lakini ukiangalia asilimia kubwa ama asili ya muziki wa Singeli na wasanii wenyewe, maisha wanayotoka, changamoto ambazo wanapitia, kumpata kijana ambaye atakuwa na maono kama unavyosema, inawezekana ikawa ni agharab sana kulingana na mazingira waliopo. Niambie msanii wa Bongo Flava ambaye amefanikiwa ametokea Masaki. Si kutokea Masaki, lakini wa Singeli ukisikia stories zao, mtu kama Manfongo anakuambia alikuwa mkabaji kabisa. Yeah, of course. Sasa unategemea kupe vision gani ya kwenda huko unapotaka wewe kama si msaada wa manager? No, unajua kitu ambacho kinatokea ni kwamba maeneo hayahusiani na maono. You know that we have a good president hapa. Tuna marais wametoka mtaani kabisa, leo ni marais na wanawakilisha nchi zao katika viwango vikubwa kabisa, na uwezi kuona utofauti wa rais huyu na rais mwingine. Issue ni kwamba kwa nini unafanya sanaa? Kwa nini umeamua kuwa msanii? Kwa nini unataka kubadilisha? Nini unataka kuonyesha kwamba wewe ni nani? Kwa hiyo issue inayotokea ni kwamba wengi wanafanya kwa sababu wana mawazo mafupi sana. Na wana invest kwenye kile alichokuwa nacho, anachoweza kufanya. Na kujistretch ni adhabu nyingine. Ni kama kwenda gym. Unajua una mwili uliozaliwa na uleletwa na Mungu na uliokuwa nao, kuushape na kuutengeneza na kuufanya watu wa kuone katika hali ile. That's pain. Yale maumivu. Sio kila mtu anaweza kuyafikia yale maumivu. Sasa kuwa msanii mkubwa ni maumivu. Maumivu ya kifedha, maumivu ya muda, maumivu ya mawazo, maumivu ya kutokulala. Wasanii wetu wengi, wewe unakaa na wasanii wachache, unaona wanakupressurize as a manager. Mimi katika wasanii wangu mimi nawaambia sijapata msanii wa kunipa pressure. Yani msanii ambaye yani mimi sio, naelewa, sijampata msanii huyu ambaye najua yani nikilala na ni pressurize. Hakuna, kwa sababu ya kimaono. Kwa sababu aoni kule. Yani yes, kama player tu. Kama uoni kujiona kucheza Arsenal, Manchester, utacheza Simba, Yanga, fine. The way na msanii utacheza Tanzania, East Africa, but hatuwezi kukuona kwenye big platforms ever. Kwa hivyo nikienda na kauli yako ya kwamba hatuna msanii mkubwa wa Singeli. Yes. Tuna wasanii wazuri wa Singeli. Kwa hivyo unataka kuniambia bado si muda sahihi wa kuwa na tuzo za Singeli? No. Sasa ujue hizi ni platforms. Na muziki, ujue muziki una mipaka. Watu ndo wana mipaka. Sisi wasanii wa Singeli wamepata changamoto moja. Tuna nyimbo kubwa za Singeli za wasanii wadogo. So unanielewa? Yaani najaribu nakupa unajua kuna nyimbo kama ya Don't Let Me Go ya Kinata MC. Kuna nyimbo kama Mkataba MC Safari ya Beach. Yaani nyimbo ilivyokwenda na ukimkuta Mkataba MC, there is a big gap kati ya hit. Sio tatizo lake. No, ameshamaliza kazi yake. Amemaliza na nani? Amemaliza, ametengeneza muziki mzuri. Moja ya element ya msanii mkubwa ni kuwa na proper management. Management. Kwa sifa ya kwanza, kama ukukuta msanii anatembea peke yake, anapokea simu peke yake, ana watu yani huyo ni sifa ya msanii mdogo mzuri. Usihangaike naye. Utaumiza kichwa. Ndicho ambacho ulikuwa unaniaminisha mwanzo Kandolo kwamba inabidi msanii awe hivyo. Ndio maana mbona ni ngumu sana. Yes, management is a part of the realization ya msanii kwamba nataka kuwa mkubwa. Huwezi kuwa mkubwa kama una timu, una watu ambao wanakupambania pale. Yani umeelewa? Sasa ukishakuwa uko selfish, moja wasanii wazuri wengi ni selfish. Wanaamini kuwa na timu ni kama kutengeneza madalali. Okay. Yes, yani kwamba tunapunguza mgao. Ndio maana mtu anakuambia bwana, unateseka, uko chini ya mtu unateseka. Mimi na msanii ni partners. Sio nani anamiliki nani. It's not about ownership. Umeelewa? It's about business partnership. Sasa wengi wanadhani kuwa chini ya Kandolo, yani wewe una uwezo wa kuwa juu. Na wasanii wengi wanadhani ukiwa na hela ndio the time ya wewe kuwa msanii huru. No. Hela hazihusiani na management. Kwa sababu kimsingi talent manager, unajua kuna manager wa aina mbili. Kuna talent manager na business manager. Talent manager kimsingi analipwa na msanii. Mtu ambaye ana oversee talent ya msanii anatakiwa kulipwa na msanii. Kwa lakini sasa hivi kwa sababu industry yetu ni changa, unajikuta wengi wao ni mameneja ambao
ni business manager, wana invest wakati wanaangalia talent. Kwa anaweka hela wakati huo anakuza talent yake. So umeelewa? Sio sponsor ni investors tu ambaye anaweza asiwepo kabisa kwenye biashara yako. Yaani Dula hapo unaweza kuwa ni msanii afu kuna mtu anatia hela, hajui hata wewe leo umeamkaje, umefanyaje. Yeye baada kuna mtu wake ana monitor hiyo pesa yake. Yeye anachotaka ni return on investment. Mwisho wa mwaka akwambia bwana nigea percent yangu kwa agreement. Yaani I don't care about your business. Business manager ni mtu ambaye anaangalia hiyo biashara pia na how it goes, inaendaje, inaenda vipi. Investor anakuja tu na start business, anaomba sikiliza, mimi nikiweka milioni 20 hapa, baada ya miezi 6 nataka milioni 25, that's it. Lakini ameshausoma amesoma mchezo, but ajui execution, mipango ikoje. Yeah, you don't care about that. Ambo hao wengi ni sponsor, anyone anaweza ukamconvince akainvest. But the business manager is going hand to hand na biashara. Ameamka nayo, analala nayo, kwa sababu without that hela yake haitarudi. So unanielewa? Kwa hiyo ndo tofauti. Kwa hiyo tunahitaji wasanii ambao wanaweza kufungua hiyo. So umeelewa? Yaani wanaweza, leo tumeona Burna Boy ameenda Kenya na ana crew ya watu 61 69. Can you believe it? Yaani ni ndege imekamilika ya msanii mmoja. Those people they just there kwa ajili ya Burna Boy. Unadhani haya unayoeleza ni kwa kiasi gani wasanii wetu wa Singeli hawayafahamu? Hawayafahamu kwa sababu kwanza wanahitaji wanasema wazungu wanasema ku breathe. Wanahitaji wapumue. Waache pressure, waamini kwamba wanafanya sanaa na sanaa ita attract watu na inahitaji investment. Is a business. Kwa sababu wasanii wengi wetu wa Singeli wanafanya sanaa kama sanaa, sio biashara. Okay. Asa sanaa maana yake, ndio maana wengi ukiwaona wana nature ya waburudishaji. Wanapenda sana kuburudisha. Hawapendi kutengeneza zile terms za kibiashara kwa ajili ya kufanya biashara. Yaani kuifanya sasa sanaa iwe biashara. Umeelewa? Lakini muziki tayari umeshajitafutia njia. Yaani muziki tayari umeshaonyesha mimi ni kitu kizuri, kitu kikubwa. Ndio maana hizi platforms zinazokuja kama leo tunaulizana kwamba ni muda mwafaka kuwa na tuzo Singeli, is the right time. Na in fact siko kwenye mipango hiyo, nadhani November will be there. Wacha. Serious, I'm telling you. Ni kama mmetuai, unajua kuna watu wanasema kwamba idea ukiona watu wanawaza watu 6,000 wanawaza kitu kimoja kwa wakati mmoja. Wataalamu wanasema hivyo. Yaani ukizani una wazo jipya, kuna watu 6,000 kama wewe wanawaza the same. Hilo. Kwa hivyo nyinyi tayari mna mpango wa hizo tuzo na unaweza kutuambia zimefikia wapi? Yaani tayari vibali vimetoka, nini kinaendelea? Tuko kwenye hatua za mwisho mno. In fact tarehe tunayo kwa sababu ni November. Tutafanya November, but tuko kwenye hatua almost ya mwisho kwa sababu kama ninavyosema hili jitu kubwa, jambo kubwa, na kama sasa hivi unavyojua Singeli tumefanya partnership na serikali na tunaanza na Single Fest hapo tarehe mwezi wa 4. Kwa serikali kuna vitu tumekubaliana. Component moja hapo ni kwamba tufanye matukio makubwa ya kuifanya dunia ijue kwamba kuna Singeli inafanyika Tanzania. Alafu moja ya tukio hilo itakuwa linaambatana na tuzo kama sehemu ya kuappreciate watu ambao wamefanya vizuri. Ujue unavyozungumzia huu ni muziki wa leo, sio wa leo, una miaka zaidi ya 20. Msagasumu na miaka 19 anahitaji kupewa sifa kubwa ya miaka 19 kwenye game, sio jambo rahisi. Lakini recognition ya Singeli ina miaka kama 11 au 10. Lakini ile hustle za mtaani zaidi ya miaka 19. Bila shaka itakuwa ni taarifa nzuri sana hii kwa wasanii wa Singeli kusikia kwamba November watapigiwa makofi kwa kazi ambayo wameifanya. Makubwa tu, yani nice. Nimefurahi kusikia hicho. Yes. Mzee vipi, unala kusema? Kuna kitu umekizungumza kuhusiana na Singeli Fest. Yes. Nilikuwa natamani kuuliza vitu vingi wakati tunaanzia kwenye manager pale, sema vimeyeyuka ghafla. Lakini natamani tuanzie kwenye Singeli Fest na ndio kitu ambacho nakifahamu. Kulikuwa kuna Singeli Festival, wewe ukaja na Singeli Fest. Singeli Festival ilikuwa ya maneno, wewe ukaja na Singeli Fest. Kwa hiyo ukiangalia Singeli Festival na Singeli Fest umetoa kama festival, umetoa ni kifupi tu hicho. Kwanza napenda kusema kukujulisha kwamba hakuwahi kukuwa na Single Festival. Yani hiyo Single Festival mimi subiri nimalize speaker nimalize Kandoro. Maana kwa hivyo mimi ninaijua. Wazo la manager Maneno lilikuwa ni kufanya Singeli Festival. Sasa inasemekana we baada ya kujua kwamba kuna Singeli Festival, alafu huyu yeye manager Maneno alikuwa na manage sana wasanii wa Bongo Flava. Na mimi ndo msanii wa manager wa Singeli ambao nimetoka na Singeli mbali. Haiwezekani hiki kitu inipite. Mimi nakaa hapa, mimi nakuja na Singeli Fest.
na nitafanya kila juhudi jambo langu liende. So tukajikuta kwa sababu Maneno yuko tuna Sholo Mwamba na ndo msanii wake wa kwanza wa Singeli. Yeye wasanii wake wengi walikuwa ni Bongo Flava, na wao umedeal sana na Singeli, ukapitisha hiyo agenda, na nasikia kiongozi mmoja akaikubali kwa sababu tu wewe una watu wengi nyuma wa Singeli wanaokufuatilia na ambao umewasaidia. Kwanza sio kweli. Mimi ndo mtu wa kwanza kuja na wazo la Single Festival. Nilifanya 2018 na nilifanya Morogoro. Baadaye haikwenda vizuri. Kwa hiyo tukaweka maboresho, tukastop mwaka mmoja 2019, umeelewa? Tukastop. Baada ya kustop tukafikiria tuje na nini tena. Kwa hiyo mwaka 2020 ndo nilipoanza rasmi tamasha la Single Fest. Single Fest hivi na huu ni mwaka wake wa 6 ikifanyika. A good thing about Maneno, unajua Maneno wakati anataka kummanage Sholo Mwamba, mimi ndo mtu wa kwanza alinipigia simu. Akaniuliza, brother, I want to come to this area. Na wewe ndo master wa ile eneo. Mimi nataka kufanya kazi na Sholo. Nishauri nini? Nikamwambia, bro, we need managers. Na wewe ni experienced managers. Please join the hands. Jo tu support mzigo. Kwa mimi ndo namkaribisha Maneno kwenye game. Okay. Na Maneno hana miaka 5 kwenye Singeli. Ambao Single Fest ina zaidi ya miaka 5. Kwa hiyo you can see. Lakini kama naelewa vizuri Traveler, kama huyu manager ametoka ku manage artist wa Bongo Flava, maana yake ni high rank kwenda ku manage Singeli. Sasa mbona unasema hana hata miaka 5? Yani like kama anaendelea kujifunza hivi wakati ametoka kupagumu zaidi na pakubwa zaidi huko. Yani hana miaka 5 kwenye eneo hili ambalo tuko sisi. Unajua genres zinatofautiana kabisa, tabia na vitu vyote. Unajua Kwa hiyo maana yangu ni kwamba kwenye eneo letu ambalo yupo sasa hivi ni kwamba Maneno ana miaka 5 hapa. Bana Maneno huyu hapa. Wewe Maneno umetoka aje? Aje hapa. Niambie. This is surprise. Surprise rafiki. Sitegemea kuona kabisa bana. Na uzuri umefika wakati tunazungumza. Sawa. Sikuona taarifa naye kabisa. Jambo zuri sana, nimelipenda hili. Bwana umetokea wapi wewe? Tony. Labda amenisikia nasema. Wow, nice. Hapa anaweza akasema vizuri zaidi. Ile swali kwamba alikuwa anauliza Traveler. Maneno, kwanza pole sana safari. Tuliachana siku ile na hali si hali. Hali ilikuwa hali. Safi. Niliwahi kupata taarifa wewe ndio ulikuwa una owner ya wazo la Single Festival. Si ndio? Imewahi kutokea wewe kuwa na hilo wazo la kufanya Single Festival kabla ya aweki vizuri kidogo hata kuielewa, kabla ya kuwa na Single Fest, lakini baadaye nilikuja kusikia Meneja Kandoro naye pia ana kitu kinaitwa Single Fest. Yeye cha kwake kinaisha Single Fest, ila wewe ulikuwa na Single Festival. Kwanza natamani kujua ni real lile wazo lako liliishia wapi? Na ni kweli ulikuwa na hilo wazo? Ni kweli. Haya, liliishia wapi na ikaja Single Fest? Nilipiga simu kwa Kandoro, nikamwambia bwana mimi nina kitu fulani, akaniambia mbona na mimi na idea hiyo ya Single Fest. Kama vipi tukishare, kwa sababu wewe ni familia, utaisajili vipi? Kuna Single Festival na Single Fest. Sasa nikavuta picha, afu ukiangalia na yeye ndio anaelekea kufanya ile tamasha lake la Single Fest. Na ukiangalia wasanii na msanii wangu pia anamhitaji autumike kwenye ile Single Fest. Sasa nikakaa nikaangalia hatuwezi kugombania jina, na tulivyoongea kwa sababu ya busara zake pia nikaona yeye ngoja niache, labda naweza nikaja na kitu kingine. Lakini before nilikuwa nimefikiria kuja na Single Fest. Single Fest au Single Festival? Single Festival. Okay. Mwaka gani kaka Maneno? Tuwakumbushe ili watu wajue, ili waniwaambie kitu ambacho. Hiyo wakati mnapigia na simu kumwambia ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa kabla hujanipigia simu kuna show. Miaka 3 nyuma. Okay. Miaka kama 3 nyuma hivi. Okay, wakati umempigia simu kumwambia nataka na wazo hili, ni kwa sababu unamjua ni mtu wa Singeli na kwa ukaona ni mtu sahihi kuzungumza naye, sio? Na yeye akakwambia na wazo kama hilo. In fact sio wazo, nilikuwa tayari mshaanza kufanya. Ndio nataka kumwambia huyu alikuwa tayari, yeye aliniambia tayari ameshawahi kuifanya. Na of course 2018 akanitumia baadhi ya vitu kwamba nishawahi kuifanya hivi, nilivyoona na stage nikaona okay. Sawa, mimi nilikuwa na wazo, kwa nilibaki na wazo, mwenzangu amefanya, amekuja na hiyo Single Fest. Kwa mwisho wa siku nikaona sio mbaya kwa sababu tayari kaishaifanya na mimi idea ilikuwa ni Single Festival. Ina maana tungekuwa tunashindana, inafanyika Single Fest inakuja Single Festival. Ni sawa kwa sababu platforms zinakuwa nyingi na vijana wanaokota. Mbona matamasha hapo kibao? Yani licha ya matamasha mimi sasa hivi nilichofanya nakuja na Single ya mama.
Hiyo sawa, hiyo sawa. Singeli ya mama tutakuja na ma festival na nini kikubwa kwanza kwa sababu kaka unaona kaishafungua njia huko. Yes. Na mimi kwa sababu unajua uzuri ni kitu kimoja. Kandoro ni mtu ambaye wakati anataka kumsaidia au kumanage Nay alinifuata kwa sababu alijua kwamba mimi ni mtu ambaye nilianza kufanya kazi na Nay. Sawa, akaniambia bwana ndugu yangu nataka kufanya kazi na huyu mtu. Ikoje au unani brace kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo ni mtu ambaye naona kabisa hata mimi nikitaka kufanya jambo langu ni lazima nimcheki ili atoe bracing. Hapa kuna chemistry nzuri sana kati ya meneja Maneno na meneja Kandolo. Kama utamsikia mwanzo sema ananifichia white huyo wewe. Ni kawaida kwa sababu biashara hizi huwezi kuachia white hivyo. Kwa nini ulimpigia simu meneja Kandolo wakati unataka kufanya kazi na Sholo Mwamba? Ama hukupiga simu? Kwenye kufanya kazi na Sholo Mwamba sikumpigia, tulikutana lakini kutaka niliuliza, niliomba ushauri. Kwa nini ulifanya hivyo? Kwa sababu tayari tulikuwa tushafanya kazi kama yeye alivyofanya, kwa sababu unajua kabisa Maneno kuna baadhi ya vitu amenitangulia, lazima nimuulize. Kwenye Singeli mimi wakati natoka kwenye Bongo Flava, nani kwenye Singeli alikuwa anafanya nao kazi? Ni Kandoro. Kwa mwisho wa siku lazima nijaribu kumfuata brother, kuna 1 2 3 tunafanyaje? Ukipokea ushauri, lakini mimi kitu cha kwanza nadhani anakumbuka yeye mwenyewe. Aliniuliza umegundua nini kwenye Singeli? Nikamwambia mimi nahitaji kufanya huu muziki wa Singeli uwe muziki wa heshima. Nadhani hapo tulianza kuprove kuona msanii wangu ameanza kuperform kwenye zile corporate shows za viongozi na nini. Ni kwa sababu ya kuwabadilisha na ndiko tunakoelekea. Imekuja Singeli Fest, imekuja vitu vingine, mimi nimefanya mwamba wa Singeli. Sawa, wakati baada ya kutoka German. Kuna vitu vingi vya kufanya kwenye muziki wa Singeli. Kwa hiyo sidhani kama tuna haja ya kuvutana kufanya nini. Mimi na Kandoro sasa hivi hili jahazi ndio la kwetu kwa sababu muziki tayari ushakuwa wa taifa. Sasa kuna swala la tuzo, maana mnayafanya mengi lakini makofi hayapigwi. Umeelewa? Kazi nzuri mnafanya lakini miaka inaenda inakatika. Una idea gani? Una mawazo gani kwenye swala la tuzo? Meneja Maneno. Tuzo za Singeli. Swala la tuzo mimi nilikuwa naombea hilo na naliombea kila kukicha, na nadhani Kandoro anakumbuka mara mwisho tulikuwa Songea. Hiyo ni behind, lakini kilikalika kikao na watu wakaomba jamani kwa nini zisije tuzo za Singeli ili tuheshimishe wa vijana, muziki wetu utambulike rasmi. Sasa kama government tayari imeutambua kama muziki wa taifa, kama mdundo wa taifa, inabidi sasa tuzo zije haraka ili watu wapewe heshima, wasanii wa Singeli wajitambue, producers wale wajaribu kwenda kwenye midundo ambayo inaenda kwenye kwenye at least ukipiga sehemu nyingine hata klabu fulani mtu anapata ile testi. Najaribu kuwashauri wasanii wengi wajaribu kumtumia sana Mensen, lakini tupate maproducer wengine zaidi ya Mensen kama Mensen alivyo. Umeona? Good news ni kwamba manager Kandolo ametuambia mwezi wa 11 mwaka huu tuzo zinakuja za Singeli hapa nyumbani Tanzania. Umeona sasa bosi kani surprise hata mimi ndo naisikia. Umeona, ilitakiwa mimi niitwe na mimi ni mdau wa kamati hiyo ya Singeli. Bado mapema, kuna miezi 8 kutoka sasa. Kwa hiyo najua harakati zitafanyika tu. Basi ngoja tusubiri simu, lakini ukiona imeongelewa hapa tayari ishakuwa mpaka kamati hiyo. Inakuwa tayari watu washakaa. Okay. Kwenye muziki wa Bongo Flava kuna watu ni idols. Ukiwatazama unasema vijana wanatamani kuwa kama wao. Kwenye muziki wa Singeli nani ni role models wa kutazamwa na vijana ambao wanakuja ambao wanafanya sasa hivi? Sasa hivi tukisema muziki wa Singeli kwenu nyinyi wote, nataka kila mtu aniambie mtu mmoja, yani kwamba bana fulani akitazamwa anachokifanya yule, wasanii wetu wa Singeli watafanya vitu vingi vikubwa kama ambavyo wasanii wa Bongo Flava wanakuwa kimtizama Alikiba, kimtizama Diamond, yani kuna namna unapata motivation. Singeli yuko nani? Mimi naweza nikagawa swali hilo kwenye sehemu 3. Sawa? Yani kuna msanii ambaye ana package ile kamilika, ila nitachomoa huyu ukichukua hiki utafika sehemu. Kwa mfano kwenye branding, mkopi Dula Makabila. Yani ukitaka msanii wa Singeli utoboe kwenye namna kujibranding, kwenye mahusiano mkopi Sholo. Kwenye mahusiano yapi? Mahusiano yani tunasema PR, business relationship. Okay, hapo sawa. Mkopi Sholo. Nilikuwa najua mahusiano ya mapenzi. No. Yani mahusiano ya mtu na biashara na nini, mkopi Sholo. Sawa. Kwenye talent. Yani kwa maana the uniqueness. Mkopi J Combat.
Mmereja maneno kama kastuka hapo kastak. Mkopi J Combat. Okay, mtazamo huu ni wa Kandoro. It's this Kwenye, me. yes. Kwenye branding Dula Makabila. Dula, yani the way anavyojitengeneza, it's very good. Unaona kabisa huyu hapa artist. Yani huyu hapa artist. Ukienda kwenye PR unamwona kabisa Sholo huyu hapa kutokana na namna ambavyo amejiweka. Yes. Lakini talent na utofauti kwa maana ya uniqueness ya msanii J Combat yuko pale. Yuko pale. Kwenye maana yake ya tunasema craft yake anavyoitengeneza. Okay. Yani ile sanaa yake anavyoitengeneza. Yes, it's very good. Huyo ndo msanii ambaye naambiwa apokee simu mpaka saizi. Twende kwenye msanii mwingine hapa. Subiri kwanza maneno. Huyu ni mtazamo wake yeye. Anatamani mtazamo wako. Jina kuna msanii mwingine hapa mpya ukimtoa J Combat sasa hivi anaenda. Nani Barobaro? Achana na Baro. Barobaro nimesema kitu moja. Kwenye performance mkopi Barobaro. Yes. Umeongeza kitu kingine. Kwenye performance mkope baba. Sikiliza. Twende kwenye mtazamo wako wewe. Yule mpya anaitwa nani yule? Yupi Jet au nani? Jet. Okay. Jet. Huo sasa mtazamo wako. Yaani unataka kuniibia nini kidogo maneno? Mimi nishamaliza. Mtazamo wako maneno. Mimi nimeshakopi. Wewe ni nani? Mimi mtazamo wangu sina tofauti sana na Kandoro. Sina tofauti sana. Ila kwa asilimia kubwa wasanii wengi ili wafanikiwe sasa hivi wanamwangalia Sholo Mwamba. Wasanii wengi wanatamani kuwa kama Sholo Mwamba kwa sababu Sholo Mwamba ni mfano. Cha kwanza ni msanii pekee ambaye ameperform kwenye majukwaa makubwa. Cha pili ni msanii ambaye amevuka mipaka ya Tanzania kuitangaza Singeli to the world. Lakini pia ni msanii ambaye ana discipline hata ukienda naye sehemu yoyote. Sawa? Ana discipline. Kingine ni performer mzuri. Nadhani hicho ndio kinambeba asilimia kubwa Sholo. Hata asipokuwa na hit, ukikutana naye stage-ni lazima ukutane na KO. Kwa hiyo wewe kwenye swala la performance ya Barobaro unaweka pembeni. Yaani Sholo yuko pale. Si nimemtaja kwanza wa kwanza. Who's the best performer kwa sasa hivi? Yes. Kwa mimi sasa hivi the best performer wa Singeli. Of course legend huwezi kumshushia heshima yake. Lazima umpe heshima tu Sholo Mwamba, lakini Barobaro ni mtu ambaye inatakiwa vijana wamwangalie sana. Kwa hiyo na sio Barobaro tu. Kuna mwingine anaitwa Kidene. Wamwangalie sana. Yaani kuna vizazi ambavyo bado hujajibu swali lake, maana yake kwamba anatamani best performer kwako ingekuwa leo tunatoa tuzo ya best performer wa Singeli, ungempa nani? Kwenye new generation nampa Barobaro. Mmoja tu. Wa sasa wa zamani? Bana tumechukua tuzo za Singeli. Maneno usichanganye. Usiniharibie kibaru. Alikuwa anatoa mtazamo wake kuhusu kauli ya Bien kwamba kama tutaipata Grammy Tanzania basi italetwa na muziki wa Singeli. Yes, kama inavyojulikana Grammy ndo moja ya tuzo ambazo ukipata yani the huge recognition ya nchi na kila kitu, na ndo mafanikio ya mwisho tuseme au makubwa kabisa ya msanii. Kwa East Africa, kwa East Africa kitu ambacho wanatakiwa kujua mpaka leo East Africa muziki pekee ambao unaonekana una zone ya East Africa ni Singeli. Na BN hiyo anakubali. Kenya mpaka leo, Uganda, ukienda Burundi wanahangaika but hawana kitu ambacho kinaweza kuwa define moja kwa moja. Kwa sisi Mungu ametujalia tumepata kitu ambacho unaweza ukajieleza na hiki. So umeelewa, kama wenzetu wa West walivyopata, kama wenzetu wa South walivyopata, kama wenzetu wa Kongo walivyopata. Kwa the only music ambayo inaweza kafika duniani, sisi tunaenda tunazunguka huko ma Europe, ma America, mzee ukipiga Singeli hakuna mtu atakuja ataacha kusikia hiyo sound. Tunafanya sound check, yani watu wanakuja kama kuna show kwa sababu ya hiyo uniqueness. Wanaona hii nini with this sound, hii ni kitu gani? Sasa mbona hatuendi sasa? Hatuendi kwa sababu vitu unasema kabisa vinaitika hivyo. Yani vitu ni vitu vya kutingisha hivi vinadondoka bro. Yani ndio maana BN anakuambia nyie mnajisumbua nini? Yani what are you waiting for? Kwa sababu mchezo wa mwisho ni kama mnajichelewesha wenyewe, kwa sababu anaona there is a huge opportunity ya sisi kufika duniani katika hali ambayo hatujachoka. So unanielewa? Na kama umepata nafasi, mimi nilikuwa juzi Trace ile Zanzibar, nilikuwa na vice president wa Maving anaitwa Tego. Okay. Mzee, kwa sababu mimi nafanya kitu na Maving pia. Kwa hiyo Tego yani anasema mzee, kitu na Maving Records. Maving Records kwa Don Jazz. Yeah, Don Jazz of course.
We are too far bro. Yaani una story tuko hapa tuko Bongo. We are too far. Mimi sizungumza in April hapa nina vitu naweza kuanza. In April I'm going to Nigeria. Mimi na kama top 4 wa Maving tunapiga nao story. Kuja story sio shida. We have a business business deal. Kwa sababu wale wanafanya biashara ya muziki. Exactly. Mimi nilienda Trace kwa ajili ya Tego ambaye ni vice president wa Maving na kuna mshikaji anaitwa Tope, kuna Jennifer, umeelewa? Those are guys Sabi au ndio washikaji ambao tunadeal nao. Na ni April mimi naenda Maving Records kwa ajili ya kufanya vitu vile vitatu kwa ajili ya Singeli. We have a partnership kati ya Maving na Kandoro Baba. Okay. Yes. Manake tunafanya kitu na kitakuja tu soon. Okay. And me I learn a lot kutoka kwao pia. Mimi kwao ni pia nafanya mentorship program na wao pia. Wow. Yes. Yeah. Lakini kama nakuelewa vizuri utakuwa na mtihani mzito wa kugawa ya mashavu kwa vijana wako wa Singeli. Kwa maana Shoro Mwamba atakumbukwa kweli. Mimi huyu anajua. Anajua mimi ninapokuja kwenye deal inamtaka nani. Alafu mimi sasa nimetoka kuwa manager wa msanii. Mimi na manage muziki. Umeelewa? Yani the different between mimi na maneno. Maneno ni artist manager. Mimi ni music manager. I manage the staff. Nasikia maneno Kandoro nani maneno jipange. Huyu ni sehemu ya kijana wangu. Kwa show na wengine kwa sababu mimi I used to be the manager of the managers. Okay. So umeelewa? Yani ma manager mimi ni manager wao pia. Kwa I'm there yani. Kwa hiyo nakuelewa. Kwa hiyo najaribu kuwatengenezea mazingira. Yani kwamba na wenyewe wapate mambo yaende, wajue dunia inaendaje. Kwa hiyo hata hizi project zinazoanzisha ni kwa ajili ya wao, sio mimi. Ndio maana hujaniona hapa nikisema na msanii huyu huko nishavuka. Yani kuna msanii huyu is too little project for me. Mimi nataka kuipambania game ya Singeli in the big picture ya kidunia. Crown Media. Hapa ni nyumbani.